Waheshimiwa wa mtandao wetu wa Mokenya TV mahali popote mlipo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa ili nikufahamishe yale ambayo yanaendelea, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Naomba tu ukaweze kunifuatilia maana naileta hii kanda chini ya dakika 10. Ningependa kujua unatazama ukiwa eneo lipi, ukiwa katika taifa letu la Kenya niandikie kaunti ambayo unatazama hii kanda kutoka, ukiwa mataifa mengine pia tunashukuru, tufahamishe tu unatutazama ukiwa taifa lipi katika ulimwengu huu, utuandikie katika sehemu ya maoni. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Naibu Rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki ameweza kushambuliwa akiwa afisini kama naibu rais. Katika kanda hii tutakuwa tunachanganua moja kwa moja. Swali la kwanza, amevahamiwa kivipi na ni kwa nini hayo yote yanaendelea katika taifa letu la Kenya? Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Ombi langu moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, tupe a like katika kanda hii. A like ama ukipenda thumbs up katika kanda hii na tukaweze kusonga mbele pamoja. Lakini ikiwa wewe unatazama hii kanda kwa mara ya kwanza, umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika mtandao wetu wa Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp, na asante, barikiwa kukutia ombi langu. Karibu tusonge mbele pamoja. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ameweza kuvahamiwa na kushambuliwa na aliyekuwa naibu rais humu nchini Rigathi Gachagua aliyeng'olewa mamlakani. Amemvamia kivipi? Rigathi Gachagua siku ya leo ni siku ya Jumatatu, alikuwa katika mahojiano katika redio ya Kameme. Aliweza kumvamia Profesa Kithure Kindiki na kusema ya kwamba yeye ni naibu rais, lakini atetei watu ambao wako kazini ama katika serikali ya Kenya Kwanza wakati wanandamwa kungolewa katika viti vile ambavyo wanashikilia. Kumaanisha anadai kwamba Profesa Kindiki azungumuzi, na amedai kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanatoka Mlima Kenya nao pia wametulia wakati watu wao wanaendelea kungatuliwa katika kazi zile ambazo wanashikilia katika serikali ya Rais William Ruto. Na sasa anadai kwamba, najua alikuwa anazungumza lugha ya Kikuyu, lakini kulingana na gazeti la Kenyans.co.ke limeweza kuchapisha habari hiyo na kusema ya kwamba, nataka kusoma kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Amesema hivi: On Friday, Raila and the president spent the whole day, yani wiki jana siku ya Ijumaa, Raila na Rais Ruto walitumia siku mzima together with Felix Kosigei, wakiwa na Felix Kosigei, planning on how to reshuffle the PS, yani permanent secretaries. We had negotiated a total of 15 permanent secretaries. In our agreement with at least one permanent secretary from each of the counties and 2 in Meru, Kiambu, Laikipia and Nyeri counties. That is what Gachagua said. He proceeded by saying, Raila is asking for 15 permanent secretaries. I have been told he is being given 10. William Ruto is planning to chase away our people. When I was deputy president, I would try to stop him from such, and that is why he disliked me and called me tribal. Yani anasema ya kwamba kuna njama, na siku ya Ijumaa anadai kwamba Ruto na Raila
pamoja na Felix Koskei walikuwa na mkutano kuzungumza vile watafanya mabadiliko katika serikali yao, na kusema ya kwamba Raila Odinga amedemand 15 positions za permanent secretaries na 6 cabinet secretaries. Lakini amesikia kwamba fununu vile amedai kwamba Raila Odinga atapokezwa nyadhifa 10 za permanent secretaries, kumaanisha kuna wengine ambao wataenda nyumbani kutoka eneo la Mlima Kenya kulingana na yeye. Now, I want to put this into perspective. Kwa nini tunatarajia mabadiliko katika serikali? Point number 1. Ikiwa haya yote ambayo Gachagua anasema, kwa nini haya yote yanatarajiwa kufanyika? Point number 1. To accommodate Raila Odinga in the government. Yani ni njia moja ya kumuingiza Raila Odinga katika serikali. Kwa nini? Wakati serikali ilikuwa inaundwa, rais na naibu wake wakati huo, wakati walitangazwa kwa washindi, waliweza kuunda serikali. Tukaona mawaziri kutoka eneo la Mlima Kenya wakiwa 8 ama 8 of them, na permanent secretaries wakiwa 15 kulingana na ile tumesoma vile Gachagua amesema. Sasa baada ya Gachagua kuondoka, watu hao huenda wanadaiwa kwamba watangolewa mamlakani. Na katika siku za hivi majuzi umeshuhudia Ndindi Nyoro ambaye ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kiharu, alikuwa anashikilia wadhifa wa kuwa mwenyekiti katika kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa. Aliweza kungolewa na kamati mbalimbali katika bunge hilo, wengine katika bunge la seneti ambao ni wandani wa Rigathi Gachagua wameondolewa kufikia sasa, na wengine kuhamishwa katika kamati zingine kama zile za maslahi ya bunge mlo. Sasa Raila Odinga, baada ya makubaliano kwamba watashirikiana pamoja na Rais William Ruto, watu wake huenda wakaweze kuingizwa katika serikali. Hivyo ndivyo serikali inaundwa. Na Gachagua amesema ya kwamba Raila Odinga atapokezwa nyadhifa 10 za permanent secretary. So we have to wait and see. Na hata jana kuna uchanganuzi tulifanya, tukasema kuna fununu kwamba Raila Odinga permanent secretaries amedai 15, lakini leo sasa imekuwa disclosed by Rigathi Gachagua vile ameweza kuzungumza. Point number 2, kwa nini tunatarajia mabadiliko kufanywa katika serikali? Point number 2, to punish Rigathi Gachagua politically. Yani kumwadhibu Gachagua kisiasa kwa sababu alingolewa mamlakani. Ataenda pumzike na watu wake kwa sababu asije akaendelea kupata siri ya serikali ambayo yani yeye hayupo, kwa sababu chochote kile ambacho kinaendelea kule na yeye ndiye alileta hawa watu, kumaanisha atajua kila kitu kile ambacho kinaendelea. Ndio maana amemvamia Profesa Kithure Kindiki kwa kutulia kwake, atumii nafasi ile ambayo anashikilia ya namba 2 kutetea watu, haswa wale ambao wanatoka eneo la Mlima Kenya. Wakati Rigathi Gachagua alikuwa uongozini, anadai kwamba yeye alikuwa anamkataza rais kufanya mabadiliko aina hiyo, na mambo ambayo ama swala ambalo liliweza kusababisha kuitwa tribal politician ama mwanasiasa ambaye akuna ukabila vile ameweza kusema. Lakini we have to wait and see. You know, lisemwalo lipo kama halipo linjiani laja. So Raila Odinga ametoa ahadi ya kufanya kazi na Rais William Ruto kama njia moja ya kuunganisha wa Kenya pamoja, na zaidi ya yote lazima awe accommodated fully in the government whether you like it or not. Na kuna fununu kwamba atakuwa prime minister halisi. So sisi tuko hapa tunakufahamisha, tukipata hili tunalichanganua na kuona vile siasa zinaenda. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji,
ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza lakini bado hauja subscribe, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele. Kuna wale ambao wanauliza nia ya kubonyeza kengele ni nini? Ni kupokeza notification ya kufahamisha wakati Omo Kenya TV ameweka kanda katika channel yetu. Utakuwa unaambiwa tu kuna kanda ambayo imewekwa mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Please usisahau kutupea a like. Barikiwa, tukutane in the next video. Bye bye.